Maadhimisho ya Mei Mosi mwaka huu yatafanyika mkoani Njombe, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa mgeni rasmi, na yanafanyika katika kipindi ambacho bei ya mafuta imeongezeka nchini na duniani kote, hali inayochangiwa na athari ya mgogoro wa Mashariki ya Kati unaohusisha Marekani, Israel na Iran. Mgogoro huo umeathiri usafirishaji wa mafuta duniani, hususan baada ya kufungwa kwa mlango wa bahari ya Hormuz unaopitisha takriban 20% ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa. Lakini licha ya hali kuelezwa kuwa ngumu, wapo wanaomba neema, huku wakiamini kupanda kwa gharama za maisha kumetokana na hali ya kisiasa na kiuchumi ya dunia isiyotabirika. Natarajia mambo mazuri, naamini rais wetu ni msikivu na anafanya yaliyo mema kwa ajili ya taifa hili, atatenda yaliyokuwa makuu. Kama ilivyo ada ya waajiriwa, tunatarajia atasema neno katika maslahi ya watumishi, lakini ametutendea haki kwa sababu sisi walimu tunapata fedha za uhamisho, tunapata fedha za likizo, tunapata fedha za matibabu, OC nayo ni nzuri, tunapata fedha za mitihani. Kwa hiyo aendelee kufanya hivyo. Matumaini ya serikali kuimarisha mifumo ya ajira katika sekta binafsi yakaelezwa. Mshahara tunaolipwa ni kweli tunalipwa, lakini ni kidogo. Lakini kuna baadhi ya makampuni hayatekelezi kabisa hata kulipa kile ambacho serikali ilikipanga. Dereva wa daladala halipu mshahara hata kidogo. Dereva wa basi mshahara wake ni wa kuungaunga. Dereva wa lori ndo siseme, mshahara wake ni wa Mungu nisaidie. Anakwenda Kongo, anakwenda Zambia, anakwenda Malawi, anakwenda Botswana, anapata umauti kule, hamna kinachoambulia. Dereva amekuwa akistafu kazi ya udereva, inabidi akatafuta birika la kuuza kahawa au ashone viatu au shushaini. Hii sio rafiki kwetu sisi kama dereva. Tunaomba serikali iliangalie hili katika siku kuu za wafanyakazi ambazo zinakwenda kuadhimishwa hiyo siku ya kesho. Matarajio yetu ni kuona mikataba hii sasa ikasimamiwa sawa sawa, kwa sababu mikataba imekuwa ikitengenezwa mikataba ile ya tuseme ya chini macho. Kupanda kwa bei ya mafuta kumesababisha ongezeko la gharama za uzalishaji, usafirishaji na pia bei za bidhaa na huduma zikiwemo nauli za usafiri wa umma. Upendo Michael, Azam News.